Enfin, Douleur te propose une large gamme d'utilitaires, idéale pour déménager ton frigidaire ou ta belle-mère. Na kusalimu mpendwa katika jina la Yesu ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na dakika moja pamoja nawe uweze kubarikiwa na kulisikia neno hili la uzima. Ninakupenda na kuombea, naomba Mungu akapate kubariki. Usiku wa leo nataka nizungumze nawe, mtu wa Mungu ambaye unampenda Bwana Yesu. Neno hili ukalisukume na ukampelekee mtu yeyote ambao ndio msingi wa wokovu. Dakika zangu sio nyingi, ni hizi. Ujumbe wangu ni msingi ndani ya wokovu. Wakorinto au waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 na mstari wa 2 imeandikwa, kama watoto wachanga mliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, na kwa hali hiyo muweze kuukulia wokovu. Kama watoto wachanga mliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, muweze kuukulia wokovu. Maziwa yasiyogoshiwa ni yapi? Mkamuzi anapokama maziwa kutoka kwa mnyama, wengine huyaweka kwenye kibuyu au kifaa kingine na kuyatikisa na kuyatikisa na kuyatikisa. Anapoyatikisa, ile samli inakuja juu, anaiondoa na kuitenga, yanabaki maziwa sura, lakini ubora ameuondoa. Hiyo ndio inaitwa kugoshiwa. Ubora na uzuri na umuhimu wa maziwa imeondolewa na huyo mkamaji, yamebaki maziwa rangi. Neno la Mungu liko lilo original na liko lililogoshiwa. Mtoto mchanga anaponyweshwa maziwa yasiyo imara, lazima atakuwa na utapia mlo na kuasha koo. Wataalamu wanasema ni vyema mama mnyonyeshe mtoto angalau miezi 6 ya kwanza, kwa maana maziwa kutoka kwa mama yana ubora na vitamini yote kuliko ya mbuzi na ng'ombe na bata. 6 months maziwa original kutoka kwenye maziwa matiti ya mama yake yakiingia ndani ya mwili wa mtoto yanaboresha viungo vyote, maana ni maziwa yasiyogoshiwa. Ya ng'ombe na mbuzi na wanyama mbalimbali yamekwisha goshiwa na kuchanganywa dawa, haina vitamini inayotakiwa. Unapoingia ndani ya Kristo, kampa Yesu maisha yako, akafanyika Bwana na ukafanyika mwana wa Mungu, kama ilivyoandikwa, wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika wana, na ndio wale waliamini jina lake. Dakika hilo unatamani, lazima uanze kutumia maziwa yasiyogoshiwa. Yani mwanzo wa kwanza kuishi wokovu, unahitaji mafundisho ya kwanza. Mafundisho ya kwanza, grade number 1 ya maneno ya Mungu. Kabla hujaanza kupapulika na kutamani kuinua vilema, kufua wafu, kuwa bilionia, lazima upate mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, ambayo hayo ndio yatakayokufanya uukulie wokovu. Ndio maana Paulo anasema, kama watoto wachanga mliozaliwa sasa kwa njia ya imani, anzeni kuwa na tamaa na kulitamani neno la Mungu, ambayo ni maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Kwa nini anasema akili? Wokovu hauendani na wenda wazimu. Wokovu hauendani na maruelue, mauzauza. Ndio anasema yeye amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na yuwapa thawabu wale wamtafutao. Lazima uamini. Akili yako iwe clear, sio mental.
Mtu akikuuliza kweli hatua uliochukua ni sahihi, unamwambia nimeamini kwa yali yangu mwenyewe, nimekubali Yesu Kristo ni Bwana. Ndio imeandikwa, ukimkiri Yesu kwamba ni Bwana na kuamini moyoni mwako Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Mwenda wazimu ana anachoamini, chizi hakuna anachoamini. Lazima uwe safi mind, umento uondoke. Yesu akusafishe kwanza akili. Ndiye anasema maziwa ya akili yasiyogoshiwa, yaliyo na samli yote, ambayo ni neno la uzima. Mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Kwenye hii kitabu anasema, nimekuwa nikiwanywesha maziwa, lakini si chakula kigumu, kwa maana mlikuwa mjakiweza na sasa mkiwezi. Hatua za mwanzo za mtu za wokovu lazima ufundishwe. Mafundisho ya kwanza. Hatua ya kwanza, unapomkiri Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, immediately lazima ubatizwe kwa maji mengi. Sio kesho wala kesho kutwa. Usicheleweshe. Neno la wokovu lazima liambatane na ubatizo. Aaminie na kubatizwa. Sio unafundishwa kumwamini Kristo ubatizo baada ya miezi mitatu, hapana. Aaminie na kubatizwa, ataokoka. Hivi vitu vinaenda pamoja. Mafuta ya gari na matairi vinaenda pamoja. Wewe ukani na petroli gari ukaacha nyuma na matairi. Aaminie na kubatizwa, ataokoka. Kuzamishwa ndani ya maji mengi ndio maana ya kubatizwa. Ukibatizwa kwa maji mengi, hatua nyingine ya tatu, ujazwe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayekutahiri, anayekubatiza, anayekusafisha, anaondoa govi la nyama ya ndani ya moyo. Anaingia ndani ya moyo, anasafisha, anafanya tohara. Ili likamilike neno kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama ni mapya. Hiyo inaitwa full deliverance. Roho Mtakatifu akiingia ndani, hawezi kuacha mila na desturi za ukoo. Hawezi kuacha magonjwa ya kurithi. Hawezi kuacha magonjwa yanayofuatia nyuma, hapana. Mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Ya kale yanapita, tazama ni mapya. Hiyo ndio inaitwa full deliverance. Nje ya hapo ni mazingaombwe. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Uweze ukawa mpya ukabaki na roho za mababu. Uweze ukawa mpya ukabaki na roho za ukoo. Uweze ukawa mpya na magonjwa ya kurithi, hapana. Ukiwa ndani ya Kristo umekuwa kiumbe kipya, na ndani ya Kristo ingii na roho za ukoo na tabia za ukoo, maana wewe ni kiumbe kipya. Damu ya Yesu Kristo ni full deliverance. Haya mengine yote tunajikokota ili angalau kuchukua muda, angalau ionekane ibada imeenda. Hapana, short and clear. Wokovu ni moja kwa moja full deliverance. Kiumbe kipya, bado na roho za mababu. Kwani unaambiwa ya kale yamepita? Ya kale si ndio hayo? Leo kutoka kwa wajomba na kwa bibi na shangazi na kila kitu, yote hayo tuambiane ukweli. Kitu gani Yesu anabakiza? Unaambiwa pale msalabani yote yalikwisha kwake aminie leo. When believe, kila kitu kinaisha. Hatuendi kwa kuona, tunaenda kwa imani. Imeandikwa, yeye amwaminie Mungu lazima, yeye amwamini Mungu lazima amini kwamba Mungu yupo, na yuwapa thawabu wale wamtafutao. Hatuendi kwa kuona, tunaenda kwa imani. Injili isiyogoshiwa haikujengi kwenye vitu vinavyoharibika. Maana imeandikwa, hatukuokolewa kwa vitu vinavyoharibika, bali visivyoharibika. Usimwendee Yesu kwa kutamani majengo, magari, kwamba wahubiri wa sasa wanaonekana milionia na mimi naokoka. Hapana. Hapana. Usiingie kwenye imani kwa vitu vinavyoharibika. Ingia kwenye imani kwa Yesu Kristo asiyeweza kuharibika. Anasema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Usijenge imani kwa mazidisho. Jenga imani kwake aliyekuokoa.
Chochote ambacho ukitoka duniani utakiacha hapa duniani, usianze kuweka imani na tegemeo kwake. Vikija mwambie Bwana asante, vikikosa mwambie Bwana asante, lakini neno la Mungu na uzima visipotee katika maisha yako. Don't give up. Liko tumaini ndani ya Kristo Yesu. Unakuwa mnyonge ndani ya moyo. Sina gari, wengine wana magari, wengine wana nini, sijui namna gani. Unakuwa mnyonge. Nataka uwe mnyonge ukiona hauna wokovu. Jisikie mnyonge ukiona hauna Yesu. Jisikie mnyonge ukiona umeshindwa kuomba. Jisikie mnyonge ukiona umekosa karama za Roho Mtakatifu. Mtume Paulo anasema, hata hivyo nawaonyesha njia iliyo bora. Tamanini karama zilizo kuu. Karama ya kuomba, karama ya kumwimbia na kumsifu Mungu, karama ya kufanya chochote nyumbani mwa Bwana, karama ya kumtolea Mungu na kupanda, karama ya kufanya kazi ya mikono ukaleta fungu la 10 nyumbani mwa Bwana. Tamanini karama zilizo kuu. Vitu vinavyoharibika zikufanya uonekane kwa watu wewe ni mnyonge. Wala usijione hujaokoka, labda yule mtu ambaye labda ana hela nyingi, ana mali nyingi ndiye ameokoka kuliko wengine. Wewe umeanza wapi hiyo? Hakuna neno la ushuhuda wa mali linaloleta watu kwa Kristo. Hakuna. Shetani alijaribu kumuonyesha Yesu, akamwambia ukiniamkia kusujudia vyote, akamwambia nenda zako Shetani, una adabu. Utanionyeshaje vitu mimi nilivyoviumba? Siniweke imani kwa vitu vinavyoharibika, bali visivyoharibika. Mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu hayakuingizi kwenye upepo wa tamaa ya mali. Ndio maana Biblia inasema tukiwa na mavazi na chakula, vitu hivyo vinafaa tutosheke, tumngoje Kristo, mengine yote atazidishiwa. Shukuru Mungu hujalala njaa. Shukuru Mungu hujatembea uchi. Masaa 12 kwa maskini na tajiri. Unachotakiwa kwanza, hakikisha kwamba wewe ni tajiri wa roho. Umejaa Kristo, umejaa neno la uzima, unamjua yeye aliyekuita. Hakikisha neno la Mungu ni taa ya miguu yako na mwanga wa mengine yote utazidishiwa. Mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako katika hekima yote. Paulo anasema, kwa maana niliwanywesha maziwa wala chakula kigumu, wala sio chakula kigumu, maana mlikuwa mkiwezi na sasa mkiwezi. Eti sina nguo ya kuvaa kwenda kanisani, watanionaje? Nataka nionekane mtoko. Nani anaja kuangalia mavazi yako? Watu wanataka kupona na kansa, kifua kikuu, typhoid, magonjwa ya zinaa, kaswende, kabambaru zimewajaa mahali pale. Nani anaangalia ugonjwa wako? Mtu kibovu cha mkojo kinauma, anatakiwa kwenda kufanya operation, anaona sangapi suti yako. Unajidanganya. Watu wamelala wanaalisha, wamekunywa maji hayajachemshwa. Nani ataenda kuangalia kiatu ulichokivaa? Nani anakiangalia hicho? Nani anakiangalia? Pamoja na sura nzuri ya pundamilia msituni, simba yaangalia hiyo, achojua wewe ni mboga tu. Kwamba kwa kuvaa kwake pundamilia anapendeza, simba atampenda, atamwekea ulinzi, bado ni mboga kwa simba. Simba wa kabila la Yuda akiingia ndani mwako, vyote hivi ni mboga kwako. Yesu Kristo anatawala. Ujengwe juu ya mwamba, kama Yesu alivyomwambia Petro, wewe ni mwamba, na mwamba huu unalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu hautatawaliwa na vitu vinavyoharibika. Na msingi wako usijengwe juu ya vitu vinavyoharibika, bali visivyoharibika. Injili yetu ni hii, kuna uzima wa milele baada ya maisha haya. Ndio maana mwenye hekima akisema, Baba usinipe utajiri mwingi nisije nikakukana nikakusahau nikakufuru, na usinipe umaskini nisije nikanena mabaya, niweke kwenye maisha ya kawaida. Tunza anasema, mkiwa na mavazi na chakula, vya vitu hivyo vinatosha kuwa umemsubiri Yesu Kristo. Mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, upate kukulia wokovu. Usiingie ndani ya Kristo ukitamani vitu. Unaona vitu alivyo navyo. Wahubiri anasema madhabahuni masaa 5 anazungumza, nina magari 20, na Prada 50, nina magorofa 40. Nani amekwambia hivyo vitu vinaleta msingi kwenye wokovu? Watu wana hivyo lakini wana mapepo. Wana hivyo lakini wana ngili, wana tezi dume, wanahitaji operation.
wanaumwa kitovu kinauma, kibao cha mkojo kigonjwa, magari yamepaki, hama za kila aina, ndege kwake ni kama mkokoteni, lakini analia chakula kwenye mliza, anakojolea kwenye mpira. Tafuteni kwanza ufalme wake na haki yote, na mengine yote mtazidishiwa. Kawaeleze wengine mnayoyaona. Yesu anawaambia, kamwambie Yohana mnayoyaona. Sio magari, sio manyumba, bali vilema wanatembea, viziwi wanasikia, vipofu wanaona, na maskini nao wanahubiriwa habari njema. Kamwambieni Yohana mnayoyaona. Hao ambao ni vilema wanatembea, magari wanayo. Hao ambao ni vipofu wanaona, magari wanayo. Hao ambao ni viziwi wanasikia, maombi wanayo, lakini hawakuwa na uzima. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haja mengine yote mtazidishiwa. Mpendwa wangu, mahali popote utakaposikia ujumbe huu, tafuta kwanza ufalme wa Mungu na hayo yote mtazidishiwa. Hatukuokolewa kwa vitu vinavyoharibika, bali visivyoharibika, nayo ni damu ya Yesu Kristo ikibebwa na jina la Yesu Kristo. Nimekukimbilia Bwana nisaidike milele. Sijakimbilia mali, sijakimbilia utajiri, nimekukimbilia Bwana nisaidike milele. Usijisikie mnyonge mbele za watu kwa maana umeingia kwa mguu au umekuja na magari. Jisikie mnyonge siku ukigundua Yesu hayumo ndani mwako. Jisikie mnyonge siku ukigundua wokovu hakuna. Yule mama alikuwa na mimba na Mungu alikuwa amemjalia anaye mtoto wa kiume, na alijua nikizaa mtoto wa kiume watu wataniheshimu, lakini pamoja na hayo tunaye Mungu. Yule mama aliposikia sanduku la Bwana limetwaliwa, Mungu ategemeo la wana wa Israeli ametwaliwa, sanduku la Mungu aliko ndani ya Israeli limekwenda, mama akagundua mtoto bila Mungu haifai. From now mimi ni Ikabodi. Maana yake utukufu wa Mungu umeondoka ndani ya Israeli. Maandiko yanasema akajiinamisha, akarusha mtoto chini, hakungojea mkunga, bali akaweka mtoto chini kama mnyama. Mtoto anagaragara kwenye mchanga, watu wanamshangaa, wanamwambia mama, ongera umezaa mtoto wa kiume. Anasema mtoto wa kiume hana maana kama sina Mungu. Watoto hawana maana kama sina Mungu. Mungu na watoto nitafurahia. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mengine yote atazidishiwa. Kwamba watoto kunizunguka bila Mungu ni bure. Akasema kwanza leo mimi ni Ikabodi. Maana ya utukufu wa Mungu umeondoka katika Israeli. Kama Israeli hatuna Mungu, watoto ni wanani? Kama Israeli hatuna Mungu, watoto ni wanini? Mungu mbele, Mungu juu, mengine yote baadaye. Utukufu ninakurudishia uliye juu, Mungu uliye hai. Umbariki mtumishi wako huyu anayelisikia neno hili na anayekwenda kupumzika mahali popote atakapokuwa katika safari zake zote. Ninaomba Mungu ukapate kumbariki. Neno hili likawe uzima na likawe baraka, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mahali popote unakokwenda, waambie watu wawili watatu ndio warushie kilipu hii, kwamba unahitaji mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Wale wamekuwa unahitaji chakula kigumu, bali maziwa, kwa maana hata sasa chakula kigumu haukiwezi, kwa maana bado ni mtoto mchanga. Unahitaji kufundishwa na mtu maneno ya kwanza ya maneno ya Mungu. Goodbye. God bless you. Wema wa Bwana uwe pamoja nawe. Hallelujah. I love you so much.